Na ukiangalia tuliingia kwenye mabadiliko ya formation, mabadiliko ya wachezaji kwa sababu ya kuingia kwenye plani nyingine. Kwa hiyo niseme tu sio kama wachezaji wachezaji players understand, wameelewa, ndio maana ukiangalia tumecreate more chances. Na maana ni sehemu ya mwisho tu kufunga. Na maana kama timu imecheza, timu imemiliki, timu imeflow vizuri kwenye kushambulia na tumecreate more chances. Kwa maana timu imeenda vizuri, vijana wamepambana. Ni sehemu ya mwisho kufunga tu. Na tayari tumeshaiona hiyo, tutaenda kufanya kazi kwenye uwanja mazoezi kwa ajili ya mechi zijazo. Nizungumzie mechi ni ngumu. Wapinzani ligi msimu ni ngumu. Wapinzani wanajiandaa vizuri, timu nyingi zimejiandaa. Ukiangalia Dodoma walitupa upinzani mkubwa, na ukiangalia pia Coastal wametupa upinzani mkubwa. Kwa hiyo mimi nawapongeza wapinzani wanaokuja, wanajiandaa vizuri. Na maana tayari kwetu sisi tumepata somo kama mashujaa, kama walimu, namna gani sasa mechi zinazofuata tuweze kuiandaa timu vizuri kuweza kukabili ugumu wote ambao tunakutana nao, tuweze kupata matokeo sahihi. Wapi ambapo nadhani Coastal walikuwa bora kwa siku ya leo? Walikuwa bora maeneo yote, kwa sababu ukiangalia game tulikuwa tumemiliki vizuri, lakini kwenye game kwenye eneo la mwisho la ulinzi walikuwa very aggressive. Kwa hiyo wamejitahidi mabeki wao, kwenye ulinzi walikuwa kwa vizuri, goalkeeper amesave nyingi. Kwa hiyo niwapongeza kwa hilo. Kwa hiyo imara wao mkubwa ulikuwa ni sema la ulinzi zima nyuma. Mwalimu, inaonekana mnatengeneza nafasi lakini wanashindwa kuzitumia washambuliaji wako. Kwa sababu kucheza mechi 3 bila kupata goli lolote, maana yake ni kwamba kuna changamoto kwenye washambuliaji. Kama mwalimu unajipanga kuhakikisha kwamba unaboresha katika mechi zinazofuata. Tayari hiyo ni second problem ambayo tumechukua kwa michezo miwili, na tunaenda sasa hivi kwenye break. Kwa hiyo hichi kipindi cha mapumziko tutatumia kuweza kuiandaa timu vizuri, yale makosa yote ambayo tuko nayo tuweze kurekebisha, tuweze mechi zinazofuata tuweze kufanya vizuri.